Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii adhimu na mimi niweze kuchangia mawili matatu kwenye mpango wa miaka 50 ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kabisa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniweka hai mpaka leo hii, kwa sababu kampeni zangu zilikuwa na heka nyingi. Lakini pili, namshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitisha jina la Clayton Revocatus Chipando Baba Levo. Watu wengi waliongea, lakini sasa hivi nadhani akikaa anaona raha, kwa sababu anaona mambo yanaendelea jimbo la Kigoma mjini. Lakini kingine, nawashukuru sana wananchi wa Kigoma mjini. Walipiga kura nyingi na walinipa moyo tangu nazindua kampeni katika jimbo la Kigoma mjini. Umati uliokuwa unanifuata nyuma ni wafuasi ambao walinionyesha wazi kwamba tunakupeleka bungeni. Na nataka niwaahidi kwa uwezo wangu na elimu yangu nilionayo, hii ndo ajira yangu kubwa ya mwisho, ubunge. Nitawatumikia kwa nguvu zangu zote kuhakikisha na kuwa mbunge bora katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya shukrani, naomba nimpongeze waziri wangu, mzee wangu Kitila. Kitila ni mmoja kati ya magenius. Mimi nilikuwa na Kitila zamani, tulikuwa naye Chadema, tulifukuzwa wote. Kama anakumbuka, tulifanya press pale pamoja kikundi chetu. Sasa tuko kwenye chama kikubwa, Chama cha Mapinduzi. Mungu akujalie sana, uendelee kutusaidia kwa mawazo haya ambayo umeyaleta katika mpango huu wa serikali. Kwa haraka naomba nijikite katika upande wa vijana. Nimeona mambo mengi sana yameelezewa namna bora kuweza kuwasaidia vijana katika mpango huu wa miaka 50 ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawataki kona, vijana wanataka hela. Naomba sana mpango huu upunguze kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela. Kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli. Mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri. Wazee, kujiajiri lazima uwe na hela. Unajiajirije? Ukitaka kujiajiri, ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, Baba Levo jiajiri, najiajirije? Na maana nifungue biashara yangu. Biashara naifungua na nini? Tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu. Mtu kama Linex anataka kukopa, unamwambia alete hati ya nyumba. Linex ana nyumba. Lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulionao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo, ndio kwanza ana haha na dokumenti zake kutafuta ajira, unamwambia jiajiri. Anajiajiri kwa mfumo gani? Unamwambia bana tafuta mikopo. Anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua, zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika iweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi hawa vijana pesa ziwafikie bila njia ngumu wanazopitia. Mimi nitawaambieni ukweli, mimi ni mfano. Dr. Samia Suluhu Hassan alituwekea wasanii pesa kwa ajili ya kukopa. Tumeenda kukopa, nimeenda kukopa milioni 100. Masharti nilokutana nayo pale, cha kwanza niwe na mali kama gari au nyumba. Nikajiuliza kuhusiana na wasanii wa Singeli, hivi hawa watatoboa kweli kwenye huu mpango? Kwa tafsiri hiyo, hata hizi pesa ambazo nimeona Mheshimiwa Waziri Makonda amepewa bilioni 2, wapunguze masharti ya namna vijana kuzifikia hizo pesa. Wakiwawekea masharti magumu, watachukua wale wasanii ambao tayari wamesha kuwa matajiri, wana hela, na wale wenye vipaji wa China zile pesa hazitowafikia. Vijana wanataka pesa bila kona, na ndio maana vijana wengi wanabeti, kwa sababu ukibeti unamuua Simba, mechi kisha unachukua hela yako unaendelea na maisha mengine. Kwa hiyo kwenye hili naomba sana Mheshimiwa Waziri uweke mfumo ambao utawasaidia vijana kuweza kupata pesa kwa urahisi. Lakini la pili, tunazungumzia
mpango wa miaka 50 ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania, ni lazima tuwazungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nitatoa mifano. Mimi nimezurura sana mwenyekiti. Siku moja nilinunua nguo Uturuki za watoto wangu. Mimi na watoto 5. Nikawanunulia kila mtoto nguo 3 zika kama 15 hivi. Nikapitia Dubai, nikashuka Dubai, nikakaa siku 3. Sikudaiwa wala sikuzuiliwa pale airport. Nilivyokuja na zile nguo nilivyoshuka nazo airport Tanzania, wakaniambia natakia nizilipie ushuru nguo za watoto wangu. Kwa lazima tutengeneze hii. Kanipa picha kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kuna namna ambavyo wanafinywa kiasi kwamba hata kile kidogo alichonacho kinaondoka. Mfanyabiashara na simu 2, simu 3, mwacheni apite. Kama kunaonekana kuna ugumu wa kufuta hizi kodi ndogo ndogo, si dhahabu zipo, tuuze tu, tupunguze hizi kodi ndogo ndogo. Naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, yazingatiwe haya, kwa sababu kama tunawasaidia wawekezaji wakubwa, lazima tuwakumbuke na hawa wawekezaji wadogo wadogo. Kama mtu anaweza kwenda na simu 5 Dubai akapita bila kuulizwa chochote, kwa nini akipita nazo hapa kwetu inakuwa tatizo? Twendeni tukambane sokoni wakati anauza. Tupunguze mauzo ya keshi, tuweke katika mfumo. Watu watumie kadi, watumie hizi nani za kulipo kwa digital. Mtaiona hela. Mimi nimeenda China, mtu anauza bamia, anakupa ile Alipay, unaskani, hela inaingia moja kwa moja kwa serikali. Lakini kiuhalisia kwa mfumo huu wa kuwabana hawa wadogo wadogo, mtawabana, watakufa, mtatengeneza wakubwa, wakubwa watawanyonya wadogo. Naomba sana hilo nalo lizingatiwe. Na katika mpango huu Mzee Kitila, nimeuangalia, nimeona kabisa sasa ni muda mwafaka wa kuitangaza bandari ya Kigoma kuwa ndio kitovu cha biashara kwa kanda ya Ziwa, kwa sababu sisi ndo tuko karibu na Kongo, na Kongo ndo nchi pekee yenye watu wengi katika ukanda wetu huu. Na Kongo, bahati nzuri, tumepata bahati, sio wana matumbo mazuri, wanakula kila kitu ambacho tunakitoa Tanzania tunakipeleka kule. Kwa ipo namna ambayo tukiitumia Kigoma, ambayo iko connected na Burundi, iko connected na Kongo, iko connected na Zambia, kuna nafasi kubwa ya nchi yetu kutengeneza pesa nyingi ambazo zitakuja kusaidia kwenye miradi mingine tofauti tofauti. Lakini pia kuna bandari yetu ambayo sasa hivi iko inaboreshwa pale. Tunaomba sana mzee wangu Kitila waweke mitambo ya kisasa. Sasa hivi pale gari moja kushushwa mzigo, yani unaona wanahaha wale jamaa, utafikiri sio wanafanya kazi gani. Yani wanatumia forklift lakini wanakuwa kama makuli. Tunaomba mitambo ya kisasa iwekwe ili kufupisha muda wa kupakia na kupakua mizigo katika magari bandari ya Kigoma. Lakini lingine, yatengenezwe maghara ambayo yatakuwa na baridi ya kuweza kuhifadhi mizigo. Nataka niwaambieni ukweli, kuna baadhi ya mazao ambayo yanapatikana Kigoma katika nchi yetu ya Tanzania huwezi kulipata. Huwezi kupata mgebuka wewe. Nenda kokote upati mgebuka, lazima uje pale. Lakini pia tuna chikichi. Chikichi ndio zao pekee ambalo unaweza kulibadilisha kuwa chochote, na nitawaambieni hapa. Chikichi unaweza kubadilisha ikawa mawese, ukaibadilisha ikawa mafuta ambayo tunakula tunasema kolie, ukabadilisha lile ganda lake likawa meza, ukibadilisha ule mfe wa ndani unaweza kubadilisha ukawa sabuni. Ili ni zao moja. Waziri mkuu aliyepita, mzee wangu Mzee Majaliwa, alikuja Kigoma katika kupambania hili zao, akasema kila mwananchi wa Kigoma mjini apande mchikichi kwenye nyumba yake nje. Hilo jambo halijatekelezeka kwa sababu hakuna kiwanda ambacho hawa watu wakishapanda hayo mazao kwenye manyumba yao watapeleka wapi? Tutengeneze kiwanda ambacho kitasaidia zao la chikichi liweze kuokoa uchumi wa nchi hii. Na wasihi sana, mmekuwa ni maneno mengi kuhusiana na chikichi. Tunajua Malaysia na Indonesia wamekuwa wakipambana kuhusiana na chikichi, na sasa hivi tunaona maendeleo walionayo. Na wasihi sana ndugu zangu, nyinyi wataalamu, mmesoma sana, tulibadilishe chikichi iwe kama watu wa Geita wanavyotumia dhahabu kwa ajili ya maendeleo ya mji wetu wa Kigoma. Lakini haya yote tutasema kama Kigoma hakuna miundombinu mizuri, ni aibu. Mheshimiwa Waziri, na najua Mheshimiwa Waziri Mkuu anaenda kesho Kigoma,
kwenye miaka 49 Chama cha Mapinduzi, wakati anatua na ndege apige jicho chini, wakati ndege imeshuka kidogo, aone vumbi iliyotapakaa katika mji wa Kigoma mjini. Ni aibu kuita Kigoma mjini wakati 85% ni barabara za vumbi. Ni aibu. Kwa nini mnatufanyia hivi? Kwa sababu kiuhalisia kabisa, sisi mkitutumia kama kitovu, hii nchi itapunguza tozo nyingi sana za ajabu ajabu mtaani, kwa sababu tutaleta pesa. Hizo pesa zitasababisha mpunguze tozo nyingi. TRA tozo alizonazo, mfanyabiashara akilipa tozo zote anafilisika. Hata Baresa kama atalipa zote kwa pamoja atafilisika. Kwa ni lazima tuwe na vyanzo ambavyo vitasaidia kuwapunguzia mzigo wa wafanyabiashara. Nisaidieni Kigoma, tuwasaidie kupunguza gap lililopo katika bajeti zetu katika nchi yetu ya Tanzania. Tutengenezeni barabara. Nashukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, mawaziri ambao amewaleta sasa hivi ni mawaziri shupavu, wana spidi ya kutosha. Na mimi asante Mheshimiwa Chipando, muda wako umekwisha, malizia. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ndo mbunge pekee ambaye sitegemei kuteuliwa kuwa waziri kwa sababu ya elimu nilionayo. Kwa hiyo nawategemea sana, sina wivu na nyie, lakini mimi ndo kiherehere ambaye nitawachomekea na nitawachongea pale ambapo mtafanya vitu vya hovyo kwenye jimbo la Kigoma mjini. Sitowaacha. Nawaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba sana mawaziri watusaidie jimbo la Kigoma mjini tupate barabara, tupunguze vumbi. Shemdo, umeniahidi mzee wangu. Asante. Na nitakesha kwenye ofisi yako mzee wangu. Naomba nisaidie barabara. Bila barabara sintorudi humu ndani. Na kama utaki nirudi usinipe barabara mzee wangu. Asante sana mwenyekiti. Asante sana.